onyesho lililopita katika Panguso. Kwa sababu haya maumivu unaona leo na majirani nilikuwa nayo. Ama jela sio Kipunje. Ni mwanao Jonijo. Unajua kwamba tabia za umbea ni tabia za maskini? Huwezi kukuta tajiri hata siku moja anaongea masuala ya umbea. Yamsaidie nini? Stella, kwani tatizo nini? Maana tu mtu amefume. Bibi, acha umbea hayakuhusu. Aibu zote unazotuletea kama familia, umeona hazitoshi. Sasa hivi unakula vitu si bangi hapo. Ungekuwa hujawahi kuisaliti Yakuza, ungeenda kumpa mimba mwanamke wa Vegas. Singiagi kwenye line za mtu asipoingia kwenye line zangu. Unampiga kamanda wa serikali yenye serikali. Wewe koma wewe. Kama kaka yako anakusikilizia, sisi tutakuchimba. Chukua hizi bangi zako, kauze Yakuza. Tumekuja na Panguso baba, tumekuja na Panguso. Tumekuja na Panguso baba, tumekuja na Panguso. Tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Tunapangusa ujinga, tunapangusa maradhi. Mama Panguso, haya twende Panguso. Mama Panguso, mai. Baba mweba mwana wao. Baba mweba mwana wao. Ai mai. Sikia. Kama kaka yako anakudekeza, kama kaka yako anakusikilizia, sisi tutakuchimba. Si uchimbe mwanangu. Tutakuchimbua. Chimbua. Mbona fresh tu, mbona barida tu. Tunakuvumilia sana ujue. Sasa kwa usalama wako, chukua hizi bangi zako, kauze Yakuza. Mwanaume siku zote aongei, mwanaume anafuata vitendo, si utimbe. Wewe unaongea timba. Uamini eh? Kama uamini ninachokwambia Sonjo, kaka yako atakukuta maiti hapa. Fresh tu. Atakukuta maiti wako umelala. Basi. Fresh anikute hiyo maiti. Sikiliza dogo. Yaani wewe kwangu mimi, sekunde hii kaka yako tu anakulinda. Yaani kaka yako tu ndio anakulinda, lakini vinginevyo chukua sisi maboya sana, sio? Bora fresh afu msichukulie kinyonge, mimi nimeamua tu kuondoka. Sikilizeni niwaambieni kitu kimoja. Unasikia? Wewe na huyo Kipunje wenu nyote mafala tu. Unajua mpenzi wangu, kwa maisha yangu ya sasa, hakika umekuja wakati mwafaka. Maana katika maisha yangu ya ndoa, sijawahi kufurahia kabisa ndoa yangu. Si kama simpendi mke wangu, rasha. Nampenda kwa dhati. Nampenda kabisa. Lakini nachukizwa na tabia zake chafu. Yaani na tabia za kishirikina. Anajihusisha na masuala ya ngono na vijana wadogo. Kweli ananidhalilisha. Yaani hivyo unavyoniona, nimekuwa dhalili kabisa mbele ya macho ya jamii. Pole sana mpenzi wangu. Naamini Mungu ana makusudi yake kutukutanisha. Nitakufuta machozi. Na yule mtoto tuliyempata ndio atakuwa nguzo yetu. Sasa. Usijali. Nimekukuta si kukuta leo. Amos Makajumba. Wewe si nilikwambia huyu ni mwanamke wako na mahusiano nao na ukanibishia? Na watu majirani wakaniambia kwamba huyu una mahusiano naye. Vile vile ukakataa tena ukalia kwa kugaragara. Na nikakwambia mtoto umezaa naye ukakataa ukasema kwamba sio wako. Wewe mtu mzima wewe. Sasa hivi ni ukuta wapi hapa? Sasa hata salamu. Nikusalimia ili iweje? Kama nina shida ya kusalimia, nitaenda huko kwenye vituo vya habari. Nikusalimia wewe ili iweje? Sasa basi, nataka uamini au usiamini. Jua kabisa kwamba nina familia nyingine.
Na kuanzia leo hapa sitakuja kwa kujificha ficha. Nitakuja wazi kabisa kwa dhahiri. Ulielewe hilo. Wewe mpumbavu wewe. Hebu tangulia nyumbani bwana. Wewe. Tausi jambo kipumbavu kabisa nakwambia. Hivi wewe mwanamume, kwa mwanamke gani hasa ulikuwa naye hapa? Mwanamke hata babani alizishi. Mwanamke hana shape, mwanamke mbaya. Hebu niangalie mimi kwanza mke wako nilivyokuwa mzuri Hebu niangalie vizuri kwanza. Umepotea kichwa kupoteza wewe kwa mwanamke kitu gani? Mimi nashinda kuelewa. Unajua mwanamume anatakiwa kujipanga utafuta mwanamke ambaye wa maana. Wa mimi nikeshtuka, lakini mimi kwa kweli sishtuki Nakwambia kuanzia leo. Yaani hutaweza kuingana tendo ndoa na mwanamke yoyote mpaka unakufa, na hiyo ndo adhabu yako. Alafu wewe. Nakwambia hivi, hichi nilichokiongea hapa nikikusikia tena, yaani rafiki yangu utakupeleka kaburini bila kupenda. Na hivyo hujawahi kusali. Yaani nikifika kule utawashiwa moto wewe, utakuja kujuta mwenyewe. Na siku nyingine utakuja kuchukua na mtu mbavu mkubwa wewe. Hapo ndipo wanangu maisha babani walipobadilika. Akawa mlevi, kutwa anashinda vilabuni. Mwisho wa siku kafikia hatua hata kufanya tendo la ndoa nyumbani akawa tena hawezi. Sio kwangu mimi peke yangu, yani mpaka kwa Marusako. Hebu niambie nafanyaje? Basi tukaamua tuachane. Sasa we mama, kipindi chote hicho kwa nini kuweza kumsaidia baba? Au mambo yako ya kishirikina ndio yamsababishia matatizo? Sasa mwanangu, sasa hata mimi ningesema nimtafute. Maana nimepata kwa Marusako kote sikumpata, Na mimi vile vile siwezi kuopoa nani? Kwa sababu uchawi mimi nimepewa, sikupewa kuopoa. Kuopoa na kuopoa wenzangu, mimi kazi yangu kutenda tu. Nikiamua kuambia jambo basi linakukuta, lakini kuopoa na kwa siwezi tena. Sasa mimi nisingeweza kumopoa yule bwana na nimemtafuta. Sasa kwa nini wewe ulisema baba amefariki? Ukachukua lambi kwa watu, ukaeka msiba, ukaeka matanga. Wewe mama wewe, umesema baba amefariki, kila sehemu ukatangaza. Kumbe baba yupo hai. Sasa haonekani utasema hajafa. Kingenuka. Sonjo alichokifanya huko mtaani ni aibu. Aibu kesi kila kitu. Amemchoma visu Songoro mpaka kutaka kumuua. Ilikuwaje? Sijui walikuwa wanagombana huko wenyewe huko mitaani, sijui nini, mpaka Sonjo anachukua kisu tena kumdidimiza mwenzie, na inavyosemekana maskari wanamtafuta kona zote. Huko kote ukipita mtaani story Sonjo. Sasa ieleweke. Maana inavyosemekana huyo Songoro ameumia hatari. Songoro yuko hospitali gani sasa? Sijui. Mimi sielewi, sio umesema si nini sijui. Mmoja utauliza watakwambia, mimi hata sielewi. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso. Tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso. Tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Mimi nafikiri cha kufanya, sikujua. Acha mimi niende zangu nikamwangalie kwanza Songoro. Na nyie kazi yenu ya sasa ni kuhakikisha mnamtafuta Sonjo, mnamficha ndani, asitoke mpaka mimi nirudi. Na unajua, asipopona Songoro, Sonjo yuko hatarini. Kwa hiyo ninyi mtafuteni, mfungie ndani, mimi naondoka sasa hivi na kwenda hospitali kwanza. Lakini wewe mama, ukienda ukatangaza msiba, ukachukua lambi za watu, unasema baba amekufa kati ya Jafa. Mbona unalomba? Wewe shikana bila kwa mimi mako siniambie mapakijika kama hayo. Chongo tutamalizana hapa. Tumemalizana kitu gani? Wewe ni chai kama ndio maana unanenepa kukula nyama za watu. Jitu lichai kama nini? Unataka kutangaza eti msiba babangu kafa katupo hai. Una mwanamke una nini wewe kwa kupenda pesa tu? Wewe vipi? Na shida wewe unaona mako mjinga. Tena wewe mtoto tu usinifanyie mchezo. Nitakuloga. Uniwezi na kwambia baraza mimi nimejaga wewe. Uniwezi na kwambia dada Yesu nitakata. Damu ya Yesu nitakusambaratisha. Shauri zako. Mimi mchawi wa muda mrefu, sinaona hivi. Haki ya Mungu, sijategemea kama ni wewe.
Usinishangae Sonjo, mi na wewe hatuna tofauti wowote. Tumeamua kufanya hivi kwa maslahi yetu wenyewe binafsi, na tumeamua kumsaliti mama yetu Vegas. Hivyo usinitazama mimi kama msaliti, na mimi nitakutazama hivyo pia. Cha usiku huko wanaenda mbali, mimi wala sipo huko. Unajua nini? Mimi na muda mrefu sana kuna kitu ila sema nini? Hongera sana. Kwa sababu nilikuwa namtafuta mwanamke ambaye atazaa chotara wa Yakuza na Vegas. Wewe. Una nini babu, mbona hivyo? Naomba tutoke tuongee kidogo. Huko nilikotoka sio kwema. Oh yeah, niko busy na baby jamani, nishasema niko busy na wife. Baby, you look so beautiful. Oh my God. Hallelujah. Yani tunapata manyama, madude na vitu vingi yani. Watapata tabu. Akia Mungu. Lazima tuwakomeshe. Msimu wa mafuriko, mapenzi. Maisha sio kutesa kila siku. Yapo pesa ndo kila kitu. Wachawi na wano. Sio pokea. Huwezi kujua mtu ana shida gani. Yenu jamani msumbufu mke wangu. Hapa nikipokea tu nikosa. Uchewe kusikia anataka mimi nikopeshe. Kila siku yeye anataka kukopa. Unasema anaitwa jamaa. Alafu mimi naona hapo namba imesaviwa skit. How come? Kapteni, mimi mwanao nimeharibu kabisa huko. Yaani hivi ninavyokuambia, mimi nilikuwa zangu niko Vegas. Nimepitia maskani pale nikana bana vibangi vyangu hivi. Sasa mwisho wa siku Songora kaitazarau. Mimi nikamchana naomba kama kunivamia. Waliponivamia tu mimi nikachukua beto nimeingiza mara 2. Hivi ninavyokuambia sijui mwamba kafa au mwamba sijui koje, ninavyokuambia mwanangu. Hii noma kubwa mwanangu, sichukulie poa. Noma kweli. Ila sema nini? Sema mimi naamini kwamba bro akisikia anaweza kasolve. Bro anaweza kasolve. Sawa, sikia. Kwa sasa utaki kurudi Vegas. Sawa. Natamani ningemtoa yule demo amini nyumba kubwa kwa bibi mkubwa, afu mimi naye tuangusha hapa gate. Lakini hapa mkio, najua watu watahisi upo hapa. Na wakijua upo hapa itakuwa pila kubwa zaidi. Kwa cha msingi nadhani uende kaangusha kwa kiduku. Kishaangusha kule kishatulia mambo yakitulia nini? Afu mimi nitajua nimefanyia. Naelewa kwa kiduku. Mimi si kapteni babu, mbona kwa una imani na mimi? Hamna noma. Yaani kishaangusha pale ndani ya siku 2 kadhaa, kile kitakuwa sawa. Tunamaliza huko mshoni. Umeelewa? Sawa. Sawa. Ndio kwa kaka. Akia Mungu. Usilijua ni sana usiku wa giza wewe. Yaani huyu kwanza picha inaanza mpenda. Akija kwako, anataka kukukopa unasikia. Ya hemi kulipa sikitu. Anyway, sikitu. Unaipatia kwa juko. Tonto unadanganya staki. Pepa wanasema, mimi unjue kulipa na si kama unavyojua sio mjini, lazima tukupachike jina. Yaani kampani yetu wote tunamuita huyu jamaa Sikitu. Mie Sikitu, mimi ukinilipa. Ina watu hii. Tonto,
Nataka unipeleke siku moja nikamuone na mimi nicheke. Yaani picha inaanza kukutana naye kubali kukopwa. Utasikia dada nkopeshe mimi kunipase kitu. Nkopeshe. Uko kwetu kuna mafuriko, uko kwetu kuna mafuriko uko kienda. Nkopeshe. Hauwezi. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso, tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso, tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Hauwezi kuamini yani. Hii dunia ina watu. You are crazy. Nakwambia sikufichi. Usikii tu. Ukutana naye tena kama moyo wako ukipa nafasi tu. Yeye ni kopesha. Utamkopa, nakwambia utamkopa. Sio ya sisi tu. Kama wanaume wa dini. Nipelekeni tu kwa Pilato, kazi yenu itakomesha. Sinaamka basi afande. Amka! Unajibu. Hebu kwenda kule. Yaani mwanangu Songolo. Yaani jambo la kushukuru Mungu, hata mimi mwenyewe mwanangu nimefurahi sana. Kuona uko hivyo. Asante sana mama. Lakini zaidi nimshukuru kaka Kiponje. Sababu naamini yeye ndo anapambana mpaka nikufikia hapa nilipo. Asante bro. Huyu kaka yenu ndivyo alivyozaliwa. Watu wengine huwa wanamtafsiri vibaya. Lakini mimi kama mzazi wake ndo ninamjua mwanangu jinsi alivyo. Yaani mimi naomba dua Mwenyezi Mungu mwanangu amsimamie kiukweli. Huwa naumia sana leo watu wanapomzungumzia vibaya. Nakupenda sana mwanangu. Ni mkuu anapenda sana kulifagilia. Punguza chumvi hizo. Mimi nafikiri kitu kizuri ni kwamba Songoro ameinuka, simama tena. Ndio. Na mimi nimefanya hivi sio kwa sababu labda alokuumiza wewe Songoro ni mdogo wangu Sonjo, hapana. Siku zote huwa nawaambia sisi Vegas ni familia sana. Kwa hiyo chochote nilichokifanya kwako nimefanya kama kaka mkubwa wa familia. Kaka, asante sana. Asante sana. Na mimi bila uwepo wako huenda labda mimi saizi ningekuwa nishakufa. Naomba kusema jambo kwamba kuanzia leo mimi niko tayari kufa kwa ajili yako. Unakosea. Unakosea Songoro. Ni vizuri ungeapa kama nilivyoapa mimi na watu wengine wa Vegas. Sisi sote tuliapa kufa kwa ajili ya Vegas, sio kwa ajili ya mtu. Ndio maana sera yetu inasema Vegas kwanza, mtu baadaye. Kwa hiyo ukifa kwa ajili yangu utakuwa umekufa bure. Unatakiwa uwe tayari kufa kwa ajili ya mama yetu Vegas. Na ukifanya hivyo, nafikiri tunaweza kupeperusha bendera yetu miaka yote mpaka tutakapokufa. Zaidi sana mkubwa. Nafikiri muda wenyewe umeenda. Ungeenda Mezo
Tuandalie songoro supu, mimi nitakuwa hapa mpaka polisi. Sawa. Songoro mwanangu. Mimi naenda na kuombea Mwenyezi Mungu akusimamie. Haya, tutaona baadaye. Okay. Nakukubali wewe. Kama mdogo unafikiria maisha yanakuwa mtu wa jeuri. Mbona kila tukizunguka tunarudia hapa hapa. Hata mimi afande, hii mitaa inanichanganya sana. Tumezunguka zaidi ya mara 3. Naona tunarudia tu hapa hapa. Hebu ngoja. Unajua tufike mahala tujaribu kusaidiana, ushanielewa? Tunaona tunazunguka tu kama dambu. Tuko hapa hapa na wewe fika mahala tusaidiane. Hebu tuoneshe njia kutokea. Sikiliza wewe. Sasa mimi nitawapeleka wapi? Mimi sikujui huko. Mimi nimezaliwa Vegas. Yakuza na kujuaje? Wewe acha kutufanya sisi majinga. Sisi wajinga kiasi hicho. Wewe Yakuza si ndio maskani yako? Wewe bwege nini? Wewe unaniambiaje mimi bwege? Bwege mwenyewe wewe vipi? Wewe unamtukana afande. Unasemaje? Wewe mimi bwege? Hivyo wewe. Kalkola. Huyu anajifanya yeye mtemi. Sasa wewe tutakupeleka jela ukaolewe na wanaume wenzio pumbavu wewe. Wewe usifahamu mjanja? Ukaolewe si ndio utakuwa mke mwenzangu. Unasemaje? Unamtukana afande. Unamtukana afande. Unamtukana afande. Unamtukana afande. Unamtukana afande. Unamtukana afande. Sasa naambiaje mimi nitakuwa Sojana! Hai! Sojana! Hai! Sojana! Hai! Ndugu zangu maafande, sisi ni wazalendo kutoka Yakuza. Tumekuja mbele yenu kwa amani. Tunamwomba huyu ndugu yetu tuondoke naye. Ila kama mtu taka amani, basi damu itamwagika. Na damu itumwagika, mtakaoumia ni nyie. Na kwa upande wetu, tutakuwa tumeingia vita na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo, kwa machache niliongea, tusifike mbali, tusichoshane. Tunaomba mumfungue huyu ndugu bwana pingu. Alafu na nini njia ya kwenda hii hapa ni nyeupe. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso. Tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso. Tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Hivi kijana, akili zinafanya kazi vizuri sana. Au umevuta mibangi? Naomba nisikilize sawa. Nisikilize vizuri sana. Kwa sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni kosa kisheria kumzuia askari kufanya kazi yake. Na kwa sheria ya Yakuza, hii ni ardhi yetu. Ni kosa kisheria kuja kumkamata mtu wetu kipumbavu na kiboya kama hivyo. Unanisikia afande? Sasa nisikilize. Hapa mtaumia nyie. Hata kama mna silaha za moto, hatutaogopa. Fresh mtanipiga mimi shaba, fresh tu baridi. Mtaniwa mimi, lakini hao wengine vipi? Watawavamia, watawazuru, watawaua na nyie. Ili muondoke kisalama. Tusiumizane. Mufungueni huyu. Muondoke. Afande Kalkola, afande. Mimi vijana haumtami nao. Na wajua sana. Watatutoa roho. Fungue kijana wao. Afande nisikilize ni kwamba. Tulia! Shakunyoja mate. Ushamaliza. Ushamaliza nani? Tulia fawa nini wewe? Ni mambo ya kuyamaliza. Tulia ninapokuambia ninapoongea nakwambia tulia. Basi. Nisikia afande. Kuanzia leo iwe mwanzo na mwisho wewe kukanyaga katika huu mtaa. Nikija nikaona sura yako katika huu mtaa, nitahakikisha unatafuna mtumbo wako kwa mdomo wako mwenyewe. Unanisikia? Namsha popo sasa unashangaa nini hapa? Sasa. Twende. Hiyo tulioelekezwa. Sojana! Hai! Sojana! Hai! Sojana! Hai! Yakuza kwa hai! Amen. Tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Tunapangusa ujinga, tunapangusa maradhi, tunapangusa na umasikini, tunapangusa na usaliti, tunapangusa ulevi, tunapangusa dhuluma, tunapangusa udangaji pamoja
pamoja na ngono zembe, tunapangusa madawa ya kulevya. Aiwe baba we baba, ai mama we mama, ai kaka we kaka, ai dada we dada. Haya twende panguso, mama panguso. Haya twende panguso. Samani, waturuhusu mtu mgeni kusimama maeneo haya. Sasa tunaweza kukusaidia chochote? Wewe unaweza kunisaidia mimi? Unaweza kunisaidia mimi wewe? Kuwa na adabu wewe. Mimi naitwa Sikitu aka J-Lo. Mimi nimepata bosi wako wewe, huna hadhi ya kuongea na mimi wala kumsaidia mimi. Bali mimi nikusaidie wewe. Kumbe wewe ndio Sikitu? Hivi pigia mstari. Okay, nafurahi kwanza kukufahamu. Lakini cha kushangaza kwamba bosi wangu hapa ni mwanamke. Sasa sijui bosi wangu ambaye anamsubiria yeye. Wewe unawazimu kitu gani? Nimekuja kumpata bosi wako tumtusi. Sasa unaniambia mimi bosi wangu si mwanamke si na nini? Nipeleke kwa bosi wako. Okay, ila kama amekwambia tumtusi, hiyo ofisi ni ya kwake. Hiyo ofisi ya tumtusi wala tumtusi afanye kazi hapa. Ila mbona gari ambayo inaingia? Huyu ndio mwenye ofisi. Ila kuwa makini sana, usije ukajaribu kuzungumza hicho anachokisema. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso. Tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Tunapangusa ujinga, tunapangusa maradhi, tunapangusa na umasikini, tunapangusa na usaliti, tunapangusa ulevi, tunapangusa dhuluma, tunapangusa udangaji pamoja na ngono zembe. Tunapangusa madawa ya kulevya. Aiwe baba we baba, ai mama we mama, ai kaka we kaka, ai dada we dada. Haya twende panguso, mama panguso. Haya twende panguso,